Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi hii, ikiwa ni Machi 19 ya mwaka wa 2025. Ni mwendelezo wa masomo haya ya Mwinue Yesu Juu. Na leo kwa namna ya pekee tunaenda kuiangazia mada isemayo mara zote aliwasilisha neno la Mungu. Hebu tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya asubuhi njema ya leo. Tunasema asante kwa ajili ya watoto wako wa kiume na wa kike ambao wanaendelea kujifunza masomo haya. Leo kwa namna ya pekee tunawaombea wagonjwa wote na tunawaleta mikononi mwako. Wewe ambaye ni tabibu mkuu, fanya uponyaji kwao. Sio kama sisi tutakavyo, bali mapenzi yako yatimizwe. Tunaendelea kukushukuru kwa namna ambavyo umekuwa mponyaji kwa magonjwa yetu mbalimbali. Nasi tunaamini utaenda kufanya hivyo. Na tunapojifunza somo hili, Roho wako Mtakatifu aende pamoja nasi katika jina la Yesu. Amina. Mada leo inasema mara zote aliwasilisha neno la Mungu. Luka Mtakatifu sura ile ya 10:26 inasema, akamwambia, imeandikwa nini katika Torati? Wasomaje? Mwokozi aliifanya kila kazi ya uponyaji kuwa fursa ya kupandikiza kanuni za Mungu akilini na nafsini. Hili lilikuwa kusudi la kazi yake. Alitoa baraka za kidunia ili kwamba aweze kuielekeza mioyo ya wanadamu kupokea injili ya neema yake. Kristo angeweza kuwa na nafasi ya juu sana miongoni mwa walimu wa taifa la Kiyahudi, lakini badala yake alichagua kupeleka injili kwa maskini. Alienda kila mahali ili kwamba wale walio katika njia kuu na ndogo ndogo waweze kusikia maneno ya ukweli. Ufukweni, mlimani, katika mitaa ya mji, ndani ya sinagogi, sauti yake ilisikiwa akiyafafanua maandiko. Mara kwa mara alifundisha katika nyua za hekalu ili kwamba mataifa waweze kusikia maneno yake. Mafundisho ya Yesu yalikuwa tofauti kabisa na ufafanuzi wa maandiko uliotolewa na waandishi na Mafarisayo, kiasi kwamba yaliteka usikivu wa watu. Marabi walijikita katika tamaduni juu ya nadharia za wanadamu na makisio. Mara nyingi kile ambacho wanadamu walifundisha na kuandika kuhusu maandiko kiliwekwa mahali pa maandiko yenyewe. Lakini kitabu cha mafundisho ya Yesu kilikuwa neno la Mungu. Alikabiliana na wauliza maswali kwa maneno dhahiri. Imeandikwa, je, yasemaje maandiko? Wasomaje? Katika kila nafasi, wakati ari ilipoamshwa pengine na rafiki au adui, aliliwasilisha neno. Alitangaza ujumbe wa injili kwa uwazi na kwa nguvu. Maneno yake yalitoa nuru kuu katika mafundisho ya wazee na manabii, na maandiko yaliwafikia wanadamu kama ufunuo mpya. Kamwe wasikilizaji wake hawajawahi kuwa na uelewa wa neno la Mungu kwa maana ya kina namna hii. Kamwe hakujawahi kuwa na mwinjilisti kama Yesu. Alikuwa ni Bwana wa mbinguni, lakini alijinyenyekeza ili kuchukua asili yetu, ili kwamba aweze kuwafikia wanadamu pale walipo. Yesu, mjumbe wa agano, alileta habari za wokovu kwa watu wote, matajiri na maskini, huru na wafungwa. Umaarufu wake kama mponyaji mkuu ulisambaa kote Palestina. Wagonjwa walikuja mahali ambapo angepita ili kwamba waweze kumwita wasaidie. Huku pia walikuja wengi waliotamani kusikia maneno yake na kupokea mguso wa mkono wake. Ndivyo alivyofanya, kwenda mji hata mji, kijiji hata kijiji, akihubiri injili na kuponya wagonjwa. Mfalme wa utukufu akiwa katika vazi la binadamu wa chini. Alihudhuria sherehe kuu za taifa za kila mwaka, na kwa umati uliotekwa na sherehe kimtindo tu, alizungumza mambo ya mbinguni, akiuleta umilele katika mtazamo wao.
Aliwaletea wote hazina kutoka kwenye ghala la hekima. Alizungumza nao kwa lugha rahisi ili kwamba wasije wakashindwa kuelewa. Alizihudumia nafsi zinazougua ugonjwa wa dhambi kwa upole na wema wa neema, akileta uponyaji na nguvu. Gospel Workers, ukurasa wa 43 hadi 45. Kumbuka hii ni Machi 19, mada ikisema mara zote aliwasilisha neno la Mungu. Na kwa nukta hiyo, mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo idumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.